Leo nazungumza na Watanzania tu, ambao Watanzania wazalendo na wazawa wa hii nchi, tena ni wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Hapo ndo ninapozungumza nao. Sasa kama wewe una uchungu na nchi yako, una uchungu na watu wako, una uchungu na biashara zako, una uchungu na elimu yako, tukutane kwenye comment section ambayo tujadili ili swala naenda kuliachia sasa hivi lilipofikia. Je, tutaendelea nalo ama tutalimaliza, na tutalimaliza kwa muda gani, na tutaendelea nalo kwa muda gani? Sasa naachia hii clip ambayo inaongelewa swala la mafuta. Wote tutazame hii clip. Umma huu unavyoona hapa, ukiwaangalia sura sio sura za hela hizi. Na Mheshimiwa Mkurugenzi, kuna tatizo la msingi tunalikwepa. Mfumo wa biashara huu tunaokwenda nao sio kabisa. Mimi sijawahi kusikia Kenya wanagombea nauli, sijawahi kusikia. Mheshimiwa Mkurugenzi wa LATRA, juzi nilikuwa kwenye kikao cha Mkumbi tu pale Nyerere, ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji alisema nyinyi wataalamu ndio tatizo. Nyinyi ndio tatizo. Kwa nini tunang'ang'ania mfumo wa kupanga bei Tanzania? Kwa nini? Nyinyi mnafikiria kung'ang'ania mfumo huu ni dawa ya kudhibiti biashara, ni dawa ya kuua biashara. Hii ni dawa ya kuua biashara. Ukienda hapo sasa hivi, hapo ukiangalia zile daladala ambazo zinabeba watu zimechoka vibaya sana kwa sababu ya mfumo. Acheni soko lifanye kazi. Kwa nini mnazuia soko lisifanye kazi? Kwa nini? Kuna tatizo gani? Lakshale mmeacha soko lifanye kazi, kuna vurugu. Kwa nini hamtaki biashara soko lifanye kazi? Kwa nini? Mtupe sababu. Acheni soko lifanye kazi. Hatuwezi kuwa tunaitana hapa kila mwezi tunajadili nauli. Haiwezekani. Leo mimi nimesimamia mabasi. Ukiwa unapata hasara kwenye mafuta ndani ya siku 5, unakipu hasara milioni 200 ndani ya siku 5 kama una mabasi ya kutosha. Yaani ukienda kucheki hasara utakuta milioni 100, milioni 80 zimekatika. Hiyo ndiyo biashara. Tena mkija mkistafu, msije mkanua mabasi, mtakufa asubuhi. Msije mkafanya hiyo biashara. Shika chini huko, shika chini. Mingapi? Ni 3. Ili wafanya biashara mafuta wapambane sokoni. Sasa mmetoa sijui kampuni 2 zinaagiza mafuta, tutakufa sisi. Hivi nataka nijiulize, mafuta ya Urusi tunayafaidi vipi Tanzania, na mafuta yanatoka Urusi yanakuja huko? Tunayafaidi vipi? Wacha watu waibe mafuta Urusi waleta hapa tununue 2000 lita. Kuna shida gani? Na ndio maana nchi hii uchumi unapanda taratibu kwa sababu ya mifumo yetu, tumekamata biashara. Leo Mkurugenzi, tukinunua mafuta shilingi 2000, hawa wafanyabiashara watabaki na faida kubwa. Uchumi haujaenda. Tuna uwezo wa kupandisha uchumi wa nchi kwa 10% mpaka 12, lakini kwa sababu ya mfumo tunapandisha 5.0 kwa mwaka. Tutafika wapi? Wataalamu hamjui kwamba kushikilia mfumo wa kupanga bei za mafuta kwa kampuni moja au 2 ni kuwaumiza Watanzania. Bwana mkubwa aliyekuja saizi kidogo amegusia kile ambacho nitaka kukisema. Shida iliyopo ni shida kubwa kwa watu wote, sio wenye mabasi, sio wenye daladala. Bora hata sisi wenye malori kidogo, kunapopanda bei na unapandisha. Lakini tunamfikiria yule mwenye trekta anataka kwenda kulima shamba. Tunamfikiria yule mwenye mgonjwa anataka kutoka kuleta bata kwenda Muhimbili, mafuta yamepanda. Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Inabidi tumuombe mkurugenzi wetu utupelekee salamu serikalini kwamba wapunguze tozo. Swala ni tozo. Waondoshe tozo. Wakiondosha tozo, hii kelele itakuwa haipo.
Unamwambia mtu asipandishe bei ya gari yake, ya basi lake, lakini wewe tozo umeng'ang'ania. Onyesha mfano basi, punguza tozo 2, 3, 4, mambo yatakwenda vizuri. Tunajua kama huko duniani mafuta yanapanda, ukiuza kwa bei ndogo hapa, ina maana huwezi kuagiza tena, sababu utakuwa na hela kununua mafuta kipindi hicho. Lakini je, tozo? Nusu ya bei ya mafuta ya Tanzania imejaa tozo. Kwa hiyo nataka nikwambie mkurugenzi wangu, sisi kama TAMSTOA tumehisi kwamba hapa salamu sahihi ya kufika serikalini hasa juu ya tozo haitafika. Kwa hiyo tutaitisha waandishi wa habari tuweze kuieleza serikali kwamba tunahitaji watoe tozo. Nafikiri hata wewe tutakusaidia, kwa sababu akitoa tozo mafuta yakapungua, utagombana na wao wasafirishaji. Kwa hiyo tozo hiyo tu basi, sina neno. Asante sana mwenyekiti. Bei ya mafuta ilivyokuwa ikibadilika kuanzia Novemba ya mwaka 2025 kwenda Disemba, Januari mpaka hapa kuja mwezi wa 4 ambapo ni mabadiliko makubwa yalipoonekana. Lakini baada ya kuyaona hayo, sisi kama watumiaji tuna jukumu la kupokea maoni ya watumiaji, yaani abiria, na moja ya kitu ambacho wamekiwasilisha sana ofisini tangu changamoto hii ilipoonekana ilikuwa ni mabadiliko ambayo hayakuendana na bei zilizokuwepo. Naomba nitoe mfano mmoja. Kuna abiria ambao waliwasilisha malalamiko yao kwamba sehemu ambako walikuwa wakitumia nauli ya shilingi 1000 ilibadilishwa na kwenda kuwa shilingi 1500. Sana nauli imeongezeka mara 2 yake. Mfano mimi kwenda ninapokaa nauli waga natumia 1000. Sasa hivi na lazima mimi hapa kwenda ni nauli 2000, kwenda na kurudi kwa siku unakuta natumia nauli shilingi 4000. Ninakuwa ninanigharimu juu. Tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili jambo iweze kulisimamia kwa weledi ili tuweze kuondokana na hii changamoto ya uchumi. Sasa nimefurahi sana waliopresent hapa wamepresent kwa kuonyesha hesabu, na kwa bahati nzuri pia mimi ni mwalimu wa hesabu. Kwa hiyo ukipandisha kwa shilingi 500, ile ni kupandisha kwa 50% kutoka 1000 kwenda 1500. Sasa katika mazingira haya, naamini hawa ni baadhi tu ya watoa huduma, si wote, lakini kama baraza tunashauri, kwa sababu ndio jukumu letu kisheria, tunashauri kwamba kunapokuwa kuna changamoto kama hizi, kupitia vyama vyetu tujitahidi kuwa tunapeana taarifa sahihi za nini kinaweza kikafanyika kwa wakati husika. Lakini tukiangalia huu uwekezaji katika mazingira yetu, tulishauri na tunaomba tunakumbusha tena, tunawashauri na tunatoa rai tuangalie fursa iliyopo, kwa sababu tukipunguza gharama za uendeshaji tutaweza kufikia break even. Sio kwa Kiswahili inaitwaje, mtanisamehe, kwa sababu saa nyingine ni ngumu kutafuta ya maneno mazuri. Kwa mfano, kama tukitumia nishati, tunaamini wenzetu wanaotumia nishati ya kwetu ya gesi, hii changamoto ni kama inapita, wanaiangalia tu kwa mbali, wanachekea pembeni. Niwapongeze wenzetu wa kwenye mabasi yanayokwenda haraka, wenzetu wa UDAT, wenzetu wa Moffat tayari wamekwisha ingia kwenye hilo, wameamua kuwekeza kule, na baada ya muda mchache wanaenjoy hii fursa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wamiliki, tunaiona kazi kubwa wanaoifanya, lakini tunaomba wanapoendelea kuwekeza waangalie upande wa pili wa fursa, ili mwishoni huyu mtu ambaye anakwenda kuubeba huu mzigo, kwa chochote ambacho kitakachoongezeka, hiki anakwenda kukibeba mtumiaji ambaye ni mimi na wewe. Kwa hiyo tukiangalie kiwe ni kinachobebeka. Mkurugenzi amepokea maoni mengi, na sisi tunaendelea kutoa maoni kwamba ayapeleke kama yalivyo. Mkiona nyani inatoka porini, jua kule njaa imezidi. 1200 bado yule mlaji wa mwisho atayalipia shilingi 600 kwenye kilomita 10. Kwa yumkini bei za nauli ziangalia pia sababu za kijiografia. Wako watu ambao wanalipa nauli ndogo lakini wanayapata mafuta kwa shida. Sasa mtu alipe nauli kulingana na upatikanaji wa bidhaa. Lakini imeongelewa hoja hapo ya serikali imekiri wazi kwamba
usafirishaji huu wa umma sio wa kwake, yenyewe inadhibiti. Ukitaka kumkamua ng'ombe mlishe, yaani ukimkamua ng'ombe ambaye hali vizuri atatoa idadi ndogo ya maziwa. Natumaini mmeiona hii clip ambayo ina trend sasa hivi. Sasa maoni yako, nahitaji unipe maoni wewe kama Mtanzania. Chao.